Mpendwa msikilizaji, na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo katika kipindi hiki ambacho ninaamini utakipenda sana. Hiki ni kipindi cha kwanza ambacho kinarushwa moja kwa moja na Umoja Daima TV. Hii itakuwa ni mfululizo wa vipindi vinavyoitwa Ndoa, Dawa ni Wewe. Hivi ni vipindi vinavyoongea habari ya mahusiano zaidi. Kwa hiyo kipindi chetu cha kwanza kinachotaja mambo ya mahusiano. Na katika kipindi hiki cha kwanza tunataka kuongea mambo yatakayosaidia hasa vijana, wale ambao wanataka kuingia kwenye ndoa. Inawezekana wale ambao wako kwenye ndoa changa, lakini hata wale ambao wako kwenye ndoa kwa miaka mingi. Kwa hiyo nakukaribisha katika jina la Yesu Kristo uwe pamoja nami. Na nakusihi katika jina la Yesu uendelee kuvifuatilia vipindi hivi. Najua ni vipindi vya baraka, vipindi vyenye faida, vipindi vitakavyokutia moyo, vitakavyokuinua, vitakavyokujenga. Kama kuna mahusiano yaliyoharibika, Mungu atayaponya. Kama kuna ambayo ni mahusiano mazuri, ninaamini kwamba Mungu atayaimarisha katika jina la Yesu. Kwa hiyo nakukaribisha. Na kabla ya kuanza kipindi chetu, hebu tulia tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ni Mungu mwema, Mungu unayetupenda, Mungu unayetujali, Mungu uliye asili ya upendo. Na hatuwezi kupata upendo mahali pengine popote isipokuwa lile pendo linaloanzishwa na wewe. Kwa hiyo nakuomba katika jina la Yesu, kwenye kipindi hiki chetu cha kwanza uwe pamoja nami, na lile jambo nililotaka kusema na mpendwa wa msikilizaji uliseme wewe kwa utukufu wa jina lako. Amen. Tunapofundisha habari za ndoa mara nyingi, na hasa kwa vijana, tunaongea habari ya urafiki, uchumba hadi ndoa. Sasa kipindi hiki ni kifupi na nitajaribu kugusa mambo machache na hasa yanayohusu uchumba, labda kuingia kidogo kwenye ndoa. Lakini mpendwa, tunaishi kwenye kizazi ambacho kimekuwa na mashambulio mengi sana kwa habari ya ndoa. Mashambulizi mengi sana. Hebu nitaje machache tu. Fikiri habari ya mashambulizi ya ushoga. Mambo ya ushoga na usagaji. Haya ni mambo ambayo tulikuwa hatujayasikia, tulikuwa hatujaona, lakini yamekuja kwa nguvu, yamekuja kwa mbwembwe nyingi, yamekuja kisheria, na katika nchi nyingine wameruhusu mambo kama haya. Huyu ni adui mkubwa wa ndoa, kitu kinachopambana na ndoa. Kwa hiyo wanawake kwa wanawake wakioana, hakuna watoto watakaozaliwa. Kwa hiyo hakuna uzao katika hilo. Wanaume kwa wanaume wakioana, hakuna uzao. Kwa hiyo ni kitu kimoja kinachopambana na hii ndoa ambayo Mungu alianzisha katika bustani ya Eden. Tutaangalia zaidi. Lakini imefika mahali pengine haijafika sana nchini kwetu Tanzania, ambapo tunaona wanadamu wanaoana na wanyama. Na ndoa zinafungwa katika baadhi ya makanisa. Haya ni mashambulizi ya hili eneo la ndoa ambalo Mungu alianzisha. Lakini tunaona vitu vingine, na hata katika kizazi chetu imefika mahali wasichana hawataki kuolewa. Zamani msichana wa miaka 18, 19, 20, 25 ameshapata mchumba na kuolewa. Lakini sasa unaona kuna wasichana wa miaka 30, 35 wala afikiri kabisa kuolewa. Na hii ni kitu ambacho kinapambana na ndoa. Kila msichana sasa, mimi siwezi kuolewa, siwezi kutawaliwa, siwezi kufanya nini. Kwa hiyo kuna kitu hiki kinachopambana na ndoa, kutaka kutoolewa, au mvulana kutaka kutooa. Na hii ni shida, kwa sababu hawa wavulana wengi ambao hawataki kuoa wanajikuta mara nyingine wamepata watoto na wanawake tofauti katika mji. Sasa anafika mahali hata kuoa hawezi tena. Ana watoto 2, 3, 4 na wanawake wengine. Halafu anafika mahali hajui sasa ni muoe yupi. Niwe katika hawa niliopata nao watoto, au nitafute mwingine niweze kumuoa. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinashambulia ndoa. Jambo la usafi na utakatifu wa msichana kujitunza katika ubikira mpaka kuolewa. Jambo la mvulana kujitunza katika utakatifu na usafi mpaka kuoa, nalo limeonekana kama haliko tena siku hizi. Ukikutana na msichana miaka 15, 16, 17, ukimuuliza kama umeshawahi kuwa na mahusiano na mwanaume, anacheka tu. Unajiuliza nini, unafikiri na miaka 9? Maana yake ameshaharibu uhusiano wake, ameshaharibu maisha yake, ameshakutana na mwanaume au wanaume. Na hivyo kwa wavulana, wameshakutana na wasichana na wavulana katika shule, katika vyuo, na haya mambo yameongezeka. Kanisani tuna changamoto nyingine ya karibu kila msichana anayekuja kufunga ndoa mjamzito. Yaani swala la kuwa na ujauzito kabla ya ndoa linaonekana kama sio dhambi
sio dhambi tena, sio chukizo tena, sio maumivu. Nakumbuka wakati nikiwa mtoto, nikiwa kijana, msichana akipata mimba, anavyotandikwa nyumbani, anavyofukuzwa nyumbani, anavyotafuta mahali pa kwenda kuishi. Lakini siku hizi msichana akipata mimba, mama anafurahi, nitapata mjukuu. Yaani mawazo yamepinduka kabisa. Hata sisi tunapokuja kanisani kufunga ndoa, kumrudisha huyu binti aliyepata mimba, sasa anataka kuolewa, anataka kurudishwa kundini. Ile kurudishwa kundini tunaifanya kwa siri, tunaifanya kinyemela. Mara nyingine hatuonyeshi kwamba huyu ni mwenye dhambi, ameanguka kwenye dhambi. Na katika mafundisho yangu mara nyingi nimesema kwamba kwenye makanisa ni vizuri tukakuza hilo jambo la dhambi. Na nielewa kitu tunachotaka kusema, kwamba huyu alianguka kwenye dhambi kwanza. Kwa hiyo jambo la pili ndio tunamrudisha kundini. Lakini tunamrudisha kwenye, tunamfanya huyu mtu aone dhambi ni kitu rahisi, tunafanya tu ofisini, kinakuwa kitu rahisi, alafu ghafla tunamwona anatokea na mimba miezi 7, miezi 8, tumbo liko kule, amevaa gauni jeupe na mara nyingine shela, au ameweka taji pale nje, ataenda kuvalia hapo nje, na sisi wachungaji tunaona, tunasema atavalia kule nje, sio hapa ndani. Yaani tunajidanganya tu. Kwa hiyo lile swala la kuanguka kwenye dhambi, ile dhambi haina chukizo, haina maumivu, haina mateso, inaonekana kama ni sawa tu, unaweza kupata mimba na ukafunga ndoa yako. Kwa hiyo ninachotaka kukaza hapa wapendwa, ni vitu vinavyoingilia hii kitu kizuri ambacho Mungu amekileta, kinachoitwa ndoa. Lakini kuna kitu kingine ambacho sisi kama kanisa na jamii lazima tuone kama adui anayevamia ndoa. Ni wasichana wengi kuamua kupata watoto bila mume. Wengi anasema, mimi nitapata tu mtoto wangu, sina haja ya kumjua huyo baba. Kwa hiyo anatafuta kupata mbegu za kiume kwa njia yoyote ile. Anasema huyo baba mimi alipe mtoto tu, nitamtunza mwenyewe. Kwa hiyo tunakuwa na kundi la watoto ambao hawajui baba zao, hawaambii baba zao. Kwa hiyo anakaa na mama tu, na akiulizwa baba yuko wapi haambiwi. Na mara nyingine wanakuja kanisani kwa ajili ya kubatiza watoto, wale wanaobatiza watoto wadogo, unamuuliza mama, jina la baba naanza sijui. Halafu tunasema huyu mtoto hana dhambi, kwa hiyo tumbatize tu. Lakini mama hataki kusema jina la yule mwanaume, au inawezekana vile vile hamjui mwanaume kweli. Kwa hiyo tutakuwa na kizazi cha maraisi, mabalozi, mainjinia, madaktari, wachungaji ambao hawamjui baba yao. Na hii ni hatari katika jamii tunayokwenda. Wapendwa, ningeweza kueleza mambo mengi zaidi, na mambo ya pornography, hii kutazama picha za uchi ambayo imeingia katika mambo mengi siku hizi, mambo ya watu wanaoleta AI kwamba unaweza kuwali mashine likakusaidia kubeba mimba kwa miezi 9, au ukachukua yai na mbegu ukaweka kwenye incubator mahali, alafu baada ya miezi 9 ukaenda kuchukua mtoto. Yaani kuna vitu vingi ambavyo vinavamia hiki kitu kizuri kinachoitwa ndoa ambacho Mungu amekileta. Wapendwa, kwa nini tunasema ndoa dawa ni wewe? Kwa sababu kama kuna uharibifu mkubwa namna hii ambao umetokea katika jamii, umetokea katika siasa, umetokea katika mambo mengi yanayovamia ndoa, lazima tujue kwamba kuna aliyesalia anayeweza kusababisha ndoa ikapona, na huyo ni wewe. Ndio maana tunasema ndoa dawa ni wewe. Kwamba utaingia kwenye ndoa, dawa ni wewe. Kwamba uko kwenye ndoa, dawa ni wewe. Na jambo la pili, kwa nini tunasema ndoa dawa ni wewe? Kwa sababu mara nyingi tunapoangalia uharibifu kwenye ndoa, tunawanyooshea watu wengine vidole kwamba ni fulani, ni mke wangu, ni mume wangu, ni mama mkwe wangu, sijui ni kitu gani. Nataka leo tuondoke kwenye hiyo dhana ya kufikiri adui wa ndoa yuko nje yako. Lakini nataka nikwambie mponyaji wa ndoa ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo tutaenda polepole katika mafundisho haya, na Mungu akubariki sana. Nafikiri nimekueleza kidogo kuweka msingi ili ujue ndoa imevamiwa, na vitu vingi zaidi vitaendelea kuvamia ndoa, lakini vije vichache, dawa ya ndoa ni wewe. Sasa tuongee na vijana na wale ambao bado hamjaingia kwenye ndoa, hata kama wana miaka 30, 40, haijalishi, lakini nataka niongee na wewe. Hili swala zima la ndoa, mpendwa, aliyelianzisha ni Mungu mwenyewe. Agenda ya ndoa si agenda ya mwanadamu. Katika Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 18 anaongea habari ya Mungu kwamba Bwana Mungu mwenyewe akasema, si vema mtu huyu awe peke yake. Si vema. Anayesema sio Adamu.
aliyesema ni Mungu mwenyewe. Si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo anaongea ni Mungu. Kwa hiyo agenda ya ndoa, chanzo cha ndoa, asili ya ndoa, mipango ya kwanza ya ndoa ilikuwa ni ya Mungu mwenyewe. Anasema si vyema mtu huyu kuwa peke yake. Na hapa tunaweza kucheka kidogo kwamba hivi wale vijana ambao hawajaoa mpaka sasa wanajisikiaje? Una miaka sijui 30, 40, 50. Yaani semina ya vijana inafanyika, hujui uende semina ya vijana au uende semina ya ndoa. Kwa sasa una miaka 45. Uende ipi, ya vijana au na hujaoa? Msichana hujaolewa, kila mtu anakuambia shikamoo mama huko barabarani, na bado hujafikiria kuolewa. Anakuuliza una watoto wangapi sasa, mtoto wako amemaliza form 4 na bado hujapata hata mchumba. Hapa anasema si vema mtu awe peke yake. Kijana amka, na wewe msichana amka, si vema mtu awe peke yake. Mungu anasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo agenda ya ndoa ni ya Mungu mwenyewe. Anajua kwamba kama hujaitwa kuwa padri, kama hujaitwa kuwa sister katika kanisa fulani, kama hujaitwa kubaki peke yako, wito wa kimungu, basi si vema ukabaki peke yako. Ni vema ukakubaliana na mpango wa Mungu ya kwamba Mungu anataka uwe na mwenzi wako. Lakini sasa tunapoingia kwenye mahusiano ya uchumba, kwamba ninataka niwe na mchumba, hapa ndipo watu wanapoanza kukosea. Kwa sababu wanaingia kwenye urafiki na wengine wanafikiri urafiki ni ndoa. Kwa hiyo wanaanza tu kwamba nataka uwe boyfriend wangu, nataka uwe boyfriend wangu, na ghafla wanaanza mahusiano kama ya ndoa. Wanafanya kitu wanachofikiri ni tendo la ndoa. Sasa kama unanipenda kubali basi, kama unanipenda twende basi chumba cha wageni, kama unanipenda. Akikataa msichana anaachwa, anaambia kama unanipenda si ungenipa, kwa sababu hutaki kunipa ondoka. Kwa hiyo wasichana wengi wameanguka kwa kukubali kulala na wavulana wakifikiri eti ndio upendo. Lakini wasichana wengine siku hizi nao vichwa vimezibuka. Zamani tulifikiri ni wavulana tu wanataka kulala na wasichana, lakini siku hizi kuna wasichana ambao nati za vichwa vyao nazo zimekatika, nao wanataka wavulana walale nao. Na kama mvulana hataki kulala naye, anamwacha, anaenda kutafuta mwingine. Kwa hiyo kuna wanaingia kwenye urafiki, anafikiri ameingia kwenye ndoa tayari. Halafu wengine wananiuliza, nina vipindi vya redio, mnajua ninajibu maswali mbalimbali kupitia redio Sauti ya Injili Kristo kwa mataifa yote kwa miaka mingi sasa. Na ni maswali ambayo vijana wanauliza kwamba nimekaa naye, je, nikifanya naye tendo la ndoa ni vibaya? Wanafikiri ni tendo la ndoa. Nataka nikwambie kijana, kama hujaoa, wewe mvulana na wewe msichana, kama hujaolewa na huyo mtu, hicho kitu unachokifanya hakiitwi tendo la ndoa. Tendo la ndoa linafanywa kwenye ndoa. Unachokifanya kinaitwa uzinzi, kinaitwa uasherati, ni dhambi, na mshahara wa dhambi ni mauti, sio upendo. Eti tunapendana ndio maana tunafanya hivyo. Mimi sijawahi kutembea na mtu mwingine isipokuwa boyfriend wangu au girlfriend wangu. Ni dhambi. Na kama umeishi kwenye dhambi ya namna hiyo, na kusihi katika jina la Yesu, tubu hiyo dhambi. Na toba maana yake ni kugeuka. Toba maana yake ni kuacha, kubadili nia, kubadili msimamo, kubadili mawazo kutoka njia za uchafu kwenda kwenye njia za utakatifu. Kwa hiyo lile haliiti tendo la ndoa, inaitwa uzinzi. Sasa tunapotoka katika hili swala la urafiki, tunaingia sasa kwenye ngazi nyingine ya uchumba, ambayo hiyo ndio nataka niongee kwa kifupi tu ikusaidie. Tunaingia kwenye ngazi ya uchumba. Uchumba ni nini? Uchumba ni ahadi ya kweli. Nisikilize kwa makini. Ni ahadi ya kweli, sio ya kubabaisha. Ni ahadi ya kweli kati ya mvulana na msichana, yenye lengo la kuishi pamoja kwa maisha yote sawasawa na mpango wa Mungu. Nitarudia. Uchumba ni ahadi ya kweli, sio kubabaishana. Ahadi ya kweli yenye lengo la kuishi kama mke na mume. Kwa hiyo ni kati ya mvulana na msichana, sio mvulana na mvulana au msichana na msichana. Ni kati ya mvulana na msichana. Hii ahadi ya kweli ina lengo la kuishi pamoja kwa maisha yote sawasawa na mpango wa Mungu. Umenielewa? Kwa hiyo kuna ahadi ya kweli. Sasa wengine wanaingia katika kitu kinachoitwa uchumba kwa kitu ambacho ninakiita kumweka mwenzako on test kama gari.
Mshaona gari limetoka garage, alafu wanaweka kibao pale kimeandikwa on test, alafu ile gari linakimbizwa kwenye mawe, kwenye mitaro, kan na mtu kilia, mbona yeye anakimbiza sana gari? Wanasema liko on test, maana yake linajaribiwa kama linafaa kwenda safari. Na kuna watu wanaingia kwenye mahusiano kwa kumweka msichana au mvulana on test. Ana vipimo vyake kwamba asipofanya hivi na mwacha, asipofanya hivi na mwacha. Kwa hiyo wanafika mahali wanaachana, anasema yule kijana alikuwa mkali sana, yule kijana alikuwa na huruma, nilimwomba fedha hakunipa, kwa hiyo alimweka on test. Nataka nikwambie uchumba sio kuwekana on test. Lakini kuna kitu kingine ambacho ninakisema tena kwa Kiingereza, try and error. Try and error ni jaribu, kama ni bahati yako sawa, kama si bahati yako basi imekula kwako. Kwa hiyo kuna watu wanajaribu hivyo, anamchumbia msichana miaka 3 4, baadaye anasikia yule msichana amechumbiwa na mtu mwingine, ameolewa na mtu mwingine, au anachumbia na mvulana, baada ya muda anasikia mvulana ameoa mtu mwingine. Hiyo inaitwa try and error. Na kuna watu wanakuja anambia, mimi nimeshakuwa na wachumba kama 7 hivi, wote wameniacha. Nimekuwa na wachumba kama 4. Huyu na kweli wachumba wengi labda hiyo. Yaani wewe na huyu mwache, huyu na huyu umwache, na huyu mwache. Haiwezekani. Kwa sababu mume wako ni mmoja tu, mke wako ni mmoja tu. Huwezi kuwa na 7 uchague hapo mmoja. Hapana. Kwa hiyo jambo la uchumba, wapendwa, sio try and error. Lakini kuna jambo lingine, na hasa kwa wavulana, ambalo wanalo sana. Nimelisema wakati mwingine ya kwamba kuna wavulana wako kama wale watu wanaokwenda kwenye soko linalouza maziwa ya mgando, na wakina mama wamepanga ndoo zao ndoo zitoka mpaka kule. Mara nyingi na wakina mama wanauza, alafu unakwenda kuonja maziwa ujue ni yapi utakayenunua. Ndio maziwa ya mgando yanaganda kwa njia tofauti, mengine machachu, mengine mapole, mengine hajaganda. Kwa hiyo unafika unapewa kikombe kadogo unaonja tu. Alafu machachu sana, unamwacha na bebe lake, unaenda kuonja mengine maji sana, unaenda tena. Kwa hiyo kila saa unakunywa lakini hununui, unakunywa. Kwa hiyo kama kuna madebe kama 20 na unaanza kidogo kidogo, unaweza kufika kule mwisho wa madebe 20 umeshakunywa lita zako 2 za maziwa mgando, lakini ukununua hata mahali pamoja kwa kujifanya yote ni mabovu. Na kuna wavulana namna hiyo ambao wanaonja wasichana, wamewafanya kama madebe ya maziwa. Huyu mnene sana, huyu mwembamba sana, huyu kabila fulani. Kwa hiyo anaonja msichana wote, alafu mwishoni anawaacha wote. Na mara nyingine anawaachia hata wasichana watoto huko, na huyu ana mtoto naye, na huyu ana mtoto naye, anatoroka. Alafu anakuja kwa watumishi kama kwa kina Douglas. Sasa Douglas, naomba uniombee, nataka nipate mchumba. Kwa sababu sasa nataka kuoa. Na unakaa naye unamuuliza, ulishawahi kuonja madebe mangapi? Mtumishi huyu unatafuta mahubiri tu. Na kwambia kama madebe mangapi ya maziwa umeshaonja? Kama 15. Na una watoto leo huko mtaani kama 4 hivi. Kwa hiyo umeshaharibu wasichana huko mtaani, halafu unatafuta msichana mwaminifu ili uweze kuoa. Nataka niwaambie wasichana, msijaribiwe kama maziwa ya mgando sokoni. Wasichana wote semeni amen. Na kama umeshajaribiwa, sema si nitajaribiwa tena kwa jina la Yesu. Sasa tunapoenda kwenye ngazi sasa ya uchumba, wapendwa, Biblia inatupa vifungu vitakavyokusaidia. Kifungu cha kwanza ni Mithali 31 mstari wa 10. Mithali 31 mstari wa 10 inauliza swali, mke mwema ni nani awezaye kumuona? Na neno mwema, unakumbuka Yesu alipoitwa mwalimu mwema, akasema kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja tu, Mungu. Sasa anaposema mke mwema, maana yake ni mke ambaye ana tabia ya kimungu ndani yake. Amempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha, halafu Yesu amezalisha tabia yake ndani ya huyu msichana, tabia ya kitakatifu, tabia ya kumwogopa Mungu, tabia ya kumcha Mungu, tabia ya kumtumikia Mungu, imemiminwa ndani yake.
Ni tabia kama ile aliyokuwa nayo Yusufu. Huyu ni mvulana sasa, lakini Yusufu, yule mama anamwambia lala nami, lala nami, lala nami, mke wa waziri mkuu, aliyependeza, aliyenawiri vizuri, mko wawili tu chumbani, lala nami. Ingekuwa kijana wa leo, si mambo angekuaje, angezea hii bahati yangu hii. Lakini Yusufu anasema, nifanyeje ubaya kama huu, nimkosee Mungu? Maana yake tabia ya Mungu ilikuwa ndani yake, kwamba pamoja na uzuri wako, pamoja na cheo chako, pamoja na kujipamba kwako, pamoja na chochote ulicho nacho, siwezi kufanya uchafu kama huu ili nimkosee Mungu. Vijana, mnanisikia? Ni vijana wangapi leo wanaweza kusimama na kumwambia msichana, siwezi kufanya uchafu kama huu? Ni wasichana wangapi wanaweza kuambia mvulana, siwezi kufanya uchafu kama huu? Kwa hiyo nakusihi katika jina la Yesu, uwe na hiyo nafasi ya kuwa mwema. Mwanamke, uwe mwema, mke mwema, mwenye tabia ya Mungu. Nani awezaye kumuona? Alafu Mithali 19 mstari wa 14 inatoa kama jibu, mke mwenye busara. Busara vile vile ni tabia ya kimungu iliyoungwa ndani ya mtu. Anasema mke mwenye busara, mtu hupewa. Sikia hilo neno, mtu hupewa. Maana yake nani awezaye kumuona? Hakuna awezaye kumuona. Sasa nifanyeje? Subiri upewe na Mungu. Kwa hiyo mke mwenye busara, mke mwema, mtu hupewa na Mungu. Na katika Mithali 18 mstari wa 22 anasema, apataye mke, sasa huyu mwenye busara, huyu mwema, anasema apataye amepata kitu chema, the best, amepata kitu chema. Na ukipata mke kutoka kwa Mungu, mpendwa, hata kuwa matatizo kwako, shida kwako, maumivu kwako, hata kuletea presha na vidonda vya tumbo, hata kunyima usingizi, hata kufanya ujute. Hapana, kwa sababu mke mwema ana tabia kimungu ndani yake. Yesu Kristo yuko ndani yake. Huyu ni mwenye busara na mwema. Utakuwa umepata kitu chema. Wale ambao mko kwenye ndoa tayari, ukimwangalia mke wako unasemaje? Hiki ni kitu chema au ni balaa na mkosi na nuksi, sijui hata nimetokana naye wapi? Mwanamke, ukimtazama mume wako unasema hiki ni kitu chema kutoka kwa Bwana, au unaona hili ni bomu jingine, ni dhiki na shida na mateso? Nimefundisha semina ya ndoa mahali, na nikatoa zoezi ambalo silitoi tena siku hizi, kumwambia kila mtu aandike kwa siri. Je, kama ukipewa nafasi ya pili ya kuoa, je, utamuoa mke wako? Mwanamke, kama ukipewa nafasi ya pili ya kuolewa, je, utaolewa na mume wako? Huwezi kuamini ya kwamba mahali pengine mpaka 75% ya walioko kwenye ndoa anasema, nikipewa nafasi ya pili sintamuoa tena huyu, wala sintaolewa tena huyu. Maana ameshapata dhiki na shida. Mahali pengine nimefanya mazoezi ya semina ya ndoa ya kuwaita mbele na kuambia mume, mwambie mke wako nakupenda. Mwambie tu nakupenda. Ni igizo tu kanisani, yani maana yake sio lazima itoke moyoni. Wanaume tunaweza tunaweza mechanical, so mechanical kama unafungua spana ya tairi lale. Tractor likikataa unasimama hapo juu na kanyaga linafunguka tu lenyewe. Lakini wanawake wanakuwa na hisia, upendo wao unabubujika kutoka ndani kwa hisia. Kwa hiyo mara pengine nikamwambia baba, mwambie nakupenda. Kuna kitu kingine siongeze hata mke wangu, nakupenda mke wangu. Mama mmoja akamwambia, mwambie na wewe basi mume wako nakupenda. Huyu mama alipiga ukunga kanisani. Nikamwambia naomba mrudi mkakae. Mahali pengine nikatoa nafasi kama hiyo, mwanaume anasema nakupenda. Lakini nikamwambia mke wake, akashika mkono, nikamwambia mwambie kama nakupenda. Ameshika mkono, akaanza kulia machozi, alafu akaniuliza, nimwambie nani? Alishinda ni wewe. Maana yake mambo yameshakuwa magumu ndani ya ndoa. Akipewa nafasi ya pili, huyu anataka kuolewa na mwanaume mwingine. Kwa hiyo ninachotaka kukaza hapa, wapendwa, anayepata mke mwenye busara, mwenye hekima, anayepewa na Bwana, ndoa yake na uponyaji. Anasema amepata kitu chema, naye atapata kibali kwa Mungu, atajipatia kibali kwa Mungu. Na neno kibali ni upendeleo. It's God's favor.
utapata upendeleo wa kimungu katika maisha yako. Sasa kuna kitu nataka nimalizie nacho hapa. Tutakapokuja katika kipindi cha pili cha mfululizo wa masomo haya, nataka tuangalie nitampataje huyu mwenzi, nitampataje, na kuna kitu ambacho nimekiita amri 10 za uchumba. Tutaangalia kama ni 10 au itapungua moja au itaongezeka zaidi, lakini nataka tuangalie nitampataje huyu mchumba. Lakini si nitampataje tu, lakini tuangalie hizo amri 10 za uchumba, kwa sababu mpendwa, usipomaliza uchumba wakati wa uchumba, utafanya uchumba kwenye ndoa. Ndicho kinachotokea. Uchumba ni kitu muhimu mno. Usipomaliza uchumba wakati wa uchumba, utaingia kwenye ndoa, itaitwa ndoa, lakini utaishi kwenye ndoa, utaishi kwenye uchumba ndani ya ndoa. Ndio maana watu wanaingia wanataka kuachana. Mimi namwacha. Na siku hizi kuna watu wengi wanaolewa baada ya wiki 2 tumeshaachana. Wiki 3 tumeachana, tunachanga mamilioni ya fedha, tunakwenda kwenye send off, tunakwenda kwenye harusi, baada ya mwaka unasikia walishaachana, yale mamilioni yamepotea. Kwa hiyo usipomaliza uchumba ndio uingie kwenye ndoa, utaendelea na uchumba kwenye ndoa, na kama uchumba ukikataa kwenye ndoa, ndio ndoa zinavunjika. Sasa ninataka kusema maneno haya. Tunaposema mtu upewa na Bwana, ukisoma Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 18 sasa ya kuendelea mpaka 23, unaona kitu hiki ambacho nataka tumalize nacho, ya kwamba Mungu alipokuwa anataka kumtengenezea Adamu mke, alifanya mambo haya. Jambo la kwanza, hakumueleza kwamba ninakufanyia mke. Hapakuwa na kikao cha kwamba nikufanyie mke. Hapana. Jambo la pili, alimpa Adamu usingizi mzito. Maana yake hiyo process, huo mchakato wa kumleta mke haukutokana na Adamu. Hakujua kuna mchakato wa namna hiyo. Jambo la tatu, Mungu alimfanyia upasuaji mwenyewe. Akatoa ubavu kwa huyu Adamu. Halafu akatoa ubavu, huyu jamaa amelala usingizi fofofo. Kupitia ule ubavu akamfanya mwanamke bila Adamu kuhusika naye. Halafu unajua kwa wakati anacheka, kama Adamu angepewa nafasi ya kushughulika na uumbaji wa mke wake, unafikiri mke wake angekuwaje? Mungu anaumba pua inakuwa ndefu. Rudisha nyuma kidogo. Rudisha hapo. Sini makalio. Peleka nyuma kidogo. Umezidisha sala Mungu. Rudisha tena kidogo. Matiti, hebu shusha. Inua. Unajua ungekuta mke wa Adamu ataumba wiki ijayo. Ungekuta kugombana tu. Hizo nywele hapana, sio nyeusi, sio ya blue. Sio ndefu, sio kipilipili. Hapana, sio kipilipili. Yaani Mungu akasema, I know the best. Mimi najua kilicho bora kwa ajili yako. Lala usingizi, ngoja nitengeneze. Kwa hiyo akatengeneza yule mama. Halafu baada ya kutengeneza hakumwacha msituni ili Adamu akamtafute. Hakumwacha huko. Hapana, Biblia inasema akamleta kwa Adamu. Sasa nataka nikueleze kitu hapa, nikisikilize kwa makini. Alipomleta kwa Adamu, badala ya Adamu, hajawahi kuona mwanamke, badala ya Adamu kumngoja Mungu amwambie hiki ni kitu gani, ni mnyama gani, ni lidude gani, Adamu ndiye anayemtambulisha yule mwanamke kwa Mungu. Adamu anasema, huyu ni nyama katika nyama yangu, huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Yaani yeye ndiye anamtambulisha Mungu. Unajua, ukipata kutoka kwa Bwana mume wako au mke wako, hiyo wazungu wanaita excitement, hiyo furaha, hiyo furaha inayolipuka kutoka ndani, utaipata tu kutoka ndani, kwa sababu huyu ametoka kwa Mungu. Siri kwa huyu Adamu ilikuwa asihusishwe kwenye kuumba. Siri ya pili, alale usingizi mzito. Na hapa nataka nikwambie kwa nini hicho kitu ni muhimu. Kwa sababu ili upate mwenzi wako, ni lazima uombe. Na ile jambo la kulala usingizi mzito ni lazima uombe. Kwa hiyo ningekwambia, omba kijana, omba msichana, omba. Na unapoomba ni kulala usingizi, sio usingizi wa mangamngamu. Unajua usingizi wa mangamngamu, kuna wale watu wanalala, halafu unaona anakoroma, halafu unasema amelala vibaya hata hajajifunika, halafu unasikia anakujibu, siwezi kujifunika kuna joto. Anakoroma lakini anakujibu. Sasa usingizi wa mangamngamu ni ile wewe mvulana ukiona msichana mrefu, huyo ni huyo. Darling I love you, naomba namba yako ya simu. Ukiona mfupi, huyo. Ukiona, yani unalala usingizi wa mangamngamu, ndio maana unapata wachumba 7. Wasichana usingizi wa mangamngamu utakupa wavulana 9.
Kwa hiyo ninachotaka kusema, lala usingizi wa maombi, mwachie Bwana afanye kazi, na akimaliza kufanya kazi atakuletea. Unajua swali unalojiuliza, sasa nitajuaje huyu ameletwa na Bwana? Katika kipindi kijacho nitakujibu swali hilo. Kwa hiyo nilichotaka kukaza wakati wapendwa, ni hili swala la uchumba. Ndoa zimevamiwa na mambo mengi, lakini mponyaji wa ndoa ni wewe. Kama hujaolewa, kama hujaoa, hakikisha unaingia kwenye ndoa kwa mpango wa kimungu, kwa kusudi la kimungu, na uishi kwenye ndoa kwa mpango na kusudi la kimungu. Kama umeingia kwenye ndoa na umegundua kwamba hukumaliza uchumba, bado mnapambana kwenye mambo ya uchumba, ndoa haina mlango wa kutokea. Pole sana, kwamba neema ya Mungu. Na katika mfululizo wa vipindi hivi tutaona jinsi ya kuishi kwa neema ya Mungu katika ndoa ambayo kuna mambo ya kutofautiana. Kwa hiyo nataka nimalizie hapo kwa siku hii ya leo. Hebu tutulie tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Asante kwa nafasi yako. Jambo hili la uchumba ni jambo limetesa watu wengi, limeumiza watu wengi, limejeruhi watu wengi. Wengine hata wamefikia mahali pa kutaka kujijeruhi, kujiua, kwa sababu wameona kwamba nimejeruhiwa mno. Wengine wamefika mahali wamekata tamaa, hawataki kuolewa. Wako wengine ambao wameshaharibu maisha pasipo kujua. Amepata mtoto na mwanaume yule, mwingine amepata mtoto na mwanamke yule, wamefika mahali mambo haelewi sasa hata afanye nini. Nakusihi katika jina la Yesu, kama kuna mtu yeyote ambaye ameona dhambi na uchafu aliyofanya au anaendelea kufanya, Mungu, kwa maombi haya, hebu mrehemu, atubu dhambi zake, atengeneze maisha yake na wewe katika jina la Yesu. Na wewe unayenisikiliza, kama ndio hitaji la moyo wako, mvulana, msichana, umeingia kwenye mambo ya ushoga, umeingia kwenye mambo ya usagaji, umejikuta umeanguka kwenye mambo ya uasherati, chuoni na mahali pengine, na sasa unasema, mtumishi wa Mungu, nifanyeje? Jambo la kwanza, tubu, tengeneza maisha yako na Mungu. Na mimi nataka nikuongoze sala fupi ya toba. Kama unataka kusema hiki kitu kitoke ndani ya moyo wako, Yesu akusaidie kuanza upya. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa upendo wako, ninakushukuru kwa huruma yako. Asante kwa kifo chako pale msalabani kwa ajili yangu. Nimesikia ujumbe wa leo, umegusa moyo wangu, nikajiona jinsi nilivyo, kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nakuja kwako jinsi nilivyo. Yesu, unisamehe. Yesu, unioshe. Ninafungua utawala wa moyo wangu na maisha yangu, na kukaribisha ndani yangu. Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Unishike mkono nisikuache tena, na kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu unisaidie niishi kama upendavyo wewe. Katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi nimeomba, amen. Aliyekuletea mpango kamili katika kipindi chetu hiki cha kwanza cha Ndoa Dawa ni Wewe ni mimi, rafiki yako sana, mwinjilisti Douglas Mari, na vipindi hivi vitaendelea kurushwa moja kwa moja na Umoja Daima TV. Kwa hiyo usiache kutembelea Umoja Daima TV kwenye YouTube, na huku utakuta vipindi mbalimbali vitakavyo kujenga, lakini utafuatilia vile vile mfululizo huu wa Ndoa Dawa ni Wewe. Mungu akubariki.